Naam, ni asubuhi nyingine mtazamaji wa JNTV. Ni asubuhi ya Ijumaa ya Mei 15 mwaka 2026 kama ilivyo ada, na ukitazama kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki ni saa 1:08, tukiwa tunaanza kipindi cha Mbiu Asubuhi ambacho kinakuwa na mambo mengi kweli kweli. Tunatazama magazeti ndani ya viua na viwili, lakini pia tunapata fursa ya kwenda kutazama habari za michezo ndani ya JN Sports, na hapa leo hii tutakwenda kumulika mambo mengi kweli kweli. Tutaangazia pia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mambo yapoje huko kunako uga wa kimichezo. Lakini mimi ni Imam Shughuli Bali, nipo na Andrew Nehemia. Kama ilivyo ada, tutaanza kipute hiki vilivyo kabisa, bila kusahau kwamba wewe ni miongoni mwa wale ambao wanahusika moja kwa moja na kipindi hiki kwa kutoa maoni yako kupitia nambari ya simu ya 0629005965. Sisi leo ni Ijumaa, na bila shaka hata kwako huenda nikawa ni miongoni mwa siku nzuri kabisa mwisho wa wiki, baada ya pilika za juma zima kuanzia Jumatatu mpaka leo. Huenda leo ukawa unapata fursa ya kupumzika, lakini kuna wengine leo ndio mbilinge ama zile pilika zinaanza baada ya kupata ahueni kwa siku takriban 5. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba nikukaribishe sana kwenye kipindi hiki cha Mbiu Asubuhi, na tuanze moja kwa moja kuanza kumulika taarifa ambazo leo tumezikusanya. Bwana Andrew Nehemia, leo kidogo naona mambo si mabaya. Sasa sijui utupe siri ya mambo kutokuwa mabaya. Kunywa chai asubuhi. Jitahidi sana kuamka asubuhi kunywa chai. Kwa una uhakika kwamba mimi sijanywa? Mimi sija kusema wewe. Nimesema unapoamka asubuhi ndio jitahidi kunywa chai. Simeniuliza lakini kwamba nikupe siri. Ndio nimekuuliza, ila siri yangu sijasema unipige vijembe. Mimi nimekuuliza. Mimi sija kupiga vijembe. Asubuhi ukiamka angalau kunywa maji. Ukikosa maji jitahidi basi hata maji ya tangawizi ndio au chemshe hata maji tu ya kawaida. Tupia tumboni bwana. Ukisikia neno ukakasi unaelewa nini? Ukakasi kwa Kiswahili ni neno ambalo ndani yake ni kama lina ukweli, lakini hakuna ule ukweli complete. Sijui unanipata hapo? Nakupata. Ni kama kuna ukweli fulani, lakini bado kwenye huo ukweli tunapata yani kuto kupata ule ukweli zaidi. Kwa hiyo bado kuna ukakasi. Unajua na neno ukakasi, ili neno limekuja kutokea, ilikuwa ni zamani sana. Unajua zamani kwa wanatengeneza zile pombe. Sasa zile pombe wakisikia kwamba sio tamu, wanasema hii pombe ina ukakasi. Jitahidi kusoma vitabu. Nashukuru sana. Sasa miongoni mwa taarifa ambazo zimenipa ukakasi mpaka leo ni hii taarifa ya kifo cha mwanafunzi. Ni taarifa ambayo imenipa ukakasi kwa kiasi cha yule mwanafunzi wa IFM. Na jana nilikuwa nimepitia moja ya chombo cha habari mtandaoni, kiliandika kwamba bodaboda ameuawa, mwili wake umekutwa porini, umetupwa. Tena. Kwa hiyo nikapata ukakasi kwamba hii ipoje bwana. Haya matukio ni mazito na yamekuwa ni mengi, ila pia kwa watazamaji wa JNTV na Watanzania, yani mambo kama haya yanapotokea usianze kuconclude kwamba labda yawezekana ni fulani au yawezekana ni mambo ya nini. No, unajua unapotembea au mtu anapotembea anakuwa na adui wengi ambao wamemzunguka. Kuna adui wale ambao wanaonekana na kuna adui wale ambao hawaonekani. Juzi nikwambia kwamba mimi sasa hivi nikiwa natembea njiani, hata kama ni usiku, nakuwa najihami. Kwa sababu huwezi jua
Yes, siku hizi mtu anakuchukua tu from nowhere, mtu anakuona labda mtaani uongee naye, sijui mambo yako vipi, anakuchukua bana shughuli mali, anakupoteza. Kwa hiyo mimi nikiwa natembea sasa hivi najihami. Ndio maana nimekwambia fanya mazoezi. Yatakusaidia. Ili ukimbie. Kukimbia pia na kusaidia mwili kuwa strong, pambana. Kufa kiume. Kwa hiyo bwana Andrew. Kiukweli matukio haya yamekuwa yenye ukakasi mwingi sana. Mwingi. Yes. Mtazamaji, moja kwa moja tukatazame taarifa ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo kwenye magazeti mbalimbali ya hapa nyumbani Tanzania, na moja kwa moja tuanze kwenye gazeti la Nipashe ambapo habari iliyokolezwa kabisa imeandikwa Chadema ya jaribiwa, wadau wacharuka kusudio la msajili kusimamisha usajili wa chama hicho. Kwa hiyo Chadema wamesimamishiwa usajili. Yajaribiwa. Ni kama wanaijaribu. Anayefanya mwenye mpango wa kutaka kufuta chama ni kama anajaribu. Majaribu. Anapima kupoje huko. Kwamba tujaribu. Tujaribu. Bwana sifanye hivyo, waache. Sio hivyo? Yes, waache. Lakini Gwajima ajitosa sakata la mauaji mwanachuo IFM. Bwana mfanyabiashara aliyetoweka siku 9 akutwa amefia kwa mganga wa kienyeji. Ni hapo maelezo akiwa anaeleza kwa uchache kuhusiana. Waganga wa kienyeji imekuwaje tena? Sasa hao sio waganga. Mganga tunaamini kazi yake ni kutibu matatizo. Ila ni mganga wa kienyeji. Tuongeze neno kienyeji, sio mganga. Yaani tafsiri ya mganga ni mleta suluhu. Mleta suluhu. Sawa? Sahihi. Yaani wewe tukikuita mganga maana yake tunaamini wewe ni mtu wa kuleta suluhisho. Yes. Lakini kama wewe unaitwa ni mganga, alafu unaongeza matatizo, wewe sio mganga. Sio mganga. Sijui unanipata? Wewe ni miongoni mwa wauaji. Wewe ni wewe hauwezi kuwa mganga kabisa. Wewe ni miongoni mwa wauaji. Kwa hiyo kwa sababu ukiangalia sijui kichwa, maini, sijui nini kwa mwanafunzi wa IFM ndio imekutwa imechimbiwa pembezoni mwa nyumba ya mganga. Na hapo umesema kwamba huyo mfanyabiashara aliyepotea kwa siku kadhaa naye sasa yaani haya mwandishi alikuwa anaeleza kwa uchache kuhusiana na huyo mwanafunzi. Mwanafunzi. Hatari sana. Lakini gazeti la Nipashe pia linaandika kwamba polisi ya wakamata watatu waliokuwa katika ulinzi shirikishi. Polisi ya wakamata watatu waliokuwa katika ulinzi shirikishi. Lakini NCBA yapanua huduma ikilenga biashara ndogo. Lakini pia taarifa nyingine inasema ndoa katika sura mpya, malezi ya watoto yatikiswa. Sahihi. Unajua jana sinitoa elimu, lakini hapa jana ulitoa elimu. Jana nimetoa elimu kubwa sana kuhusiana na unajua kuna siku moja nilikuwa napita mtandaoni na peruzi nikakutana na moja ya comment. Mdau mmoja ametoa maoni kwenye moja ya chapisho fulani, anasema kwamba masiara huenda sisi tukawa ni kizazi cha kwanza ambacho watu wake hawatazami taarifa ya habari. Sahihi kabisa. Sasa hivi ni vigumu sana kumkuta kijana mwenye lika kama yangu mimi, ndio sio ndio hivyo, amekaa chini ameconcentrate anatazama taarifa ya habari. Ila kwa sababu mimi ninajua umuhimu, utanikuta nimekaa naangalia taarifa ya habari. Lakini kuna vijana wengine hawawezi kabisa. Hawezi. Tena akiona taarifa ya habari anatoa. Kwa hiyo malezi yanatikiswa, malezi ya watoto. Yes. Kimsingi siku hizi wazazi wengi tunasema ile hawawekezi muda mwingi kwenye kumlea mtoto kwenye malezi yaliyokuwa bora, kwa sababu unaweza kumlea lakini unaweza kumlea vizuri au vibaya. Lakini wazazi wengi hasa wa kileo
ambao wanachipukia. Yes. Yaani ni kwanza hiki kizazi mara nyingi huwa kinaitwa kizazi cha TikTok. Kwa maana ni kizazi ambacho watu wengi wamezoea sana, mara nyingi utakuta mtandaoni wa kiperuzi. Yeah. Si watu ambao wanaweza kawekeza muda mwingi kutaka mtoto awe vipi na awe mwenye malezi yapi mazuri. Sasa bwana Shurimari, ndio unahitaji kwamba mzazi ndio akwambie kwamba muda kuangalia taarifa habari au no. Mwandishi amesema ndoa katika sura mpya, akaweka koma, kisha akasema malezi ya watoto yatikiswa. Kwa hiyo masuala ya malezi mazima hayo. Yes. Yaani hiyo taarifa ya habari nimetolea kama mfano. Sawa, lakini kimsingi malezi ya watoto wengi kwa sasa imekuwa ni changamoto. Mimi nakupa mfano mdogo sana. Tembea kutoka ulipo sehemu moja. Tembea kwa hatua, pengine tembea hata mita 200 au 300, ndio? Yes. Tembea huo umbali, alafu utakutana na watoto wengi sana njiani. Pengine watoto wenye umri wa miaka 7, 8, 9, hata 10 au 15. Si ndio? Sasa kutoka kwenye idadi ya watoto pengine 20 au 30 utakokutana nao kwenye huo umbali. Yes. Hesabu wangapi watakutolea salamu kwa kukuamkia. Sahihi, vyema kabisa. Sijui unanipata? Yes. Kwa hiyo ni nadra sana, hasa maeneo ya mjini, kukutana na mtoto mdogo hivi akakuamkia kabisa. Ni nadra sana. Sasa kile kitu hakiji tu kwa bahati mbaya, ni jinsi ambavyo nyumbani amekuwa akilelewa. Unajua sisi tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, tumebahatika kuzaliwa kwenye kizazi ambacho wazazi wetu naweza kusema walikuwa ni washamba. Unajua ushamba na wenyewe ni tiba. Ushamba kuna kwangu mimi binafsi na utazama kama ni moja kati ya tiba. Ukiwa mshamba, si ndio? Utakuwa mwepesi kufundishika. Sahihi. Sawa? Kuliko ukiwa unajifanya unajua kila kitu. Ni ngumu sana kukubali mawazo ya mtu mwingine. Kwa hiyo sisi tumezaliwa kwenye kizazi ambacho wazazi wetu kuna vitu vingi sana walikuwa hawavijui, yani hasa hivi vya kimtandao. Yes. Walikuwa hawavijui, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kutufundisha yale mambo ya msingi. Na pia sisi tulikuwa hatuwaoni wakifanya hayo kuliko ilivyo sasa. Wewe si mzazi, lakini kuna hawa dada zetu kidogo ambao siku hizi kujistiri imekuwa mtihani kabisa. Ni mzazi ana mtoto mdogo, lakini maudhui labda au picha anazoposti kwenye mtandao imekuwa ni changamoto. Mtoto anaona, unadhani mtoto naye si anajifunza? Jana wakati nipo kwenye masuala kuweka mwili vizuri, ndio jioni nikapita sehemu moja kwenye maduka eneo fulani. Sasa nikamwona mama moja hivi ametoka nje ya duka pale. Inawezekana alikuwa ndio muuzaji, alikuwa ndio mwenye duka pia. Nikaona mama alivyovaa, kavaa kinguo kabisa kiko. Saikolojia yako ilitikiswa. Aliniathiri kisaikolojia. Kwa hiyo hapo kichwa cha habari tuseme vipi? Kwamba vazi la mama la tikisa saikolojia ya Andrew. Ya kijana. Sasa ukija kwenye mtazamo ambao tunazungumza, ndio nilivyomwona yule mama nikasema yule tokaje nyumbani. Sahihi. Yaani nyumbani ametokaje? Pengine amekuja na haijalishi hata kama na ndege. Lakini nyumbani kwako pale umetokaje? Ukafika dukani ukashuka. Na kuna vijana wengine unakuta wanauza maduka ya pembeni, na wao wanakutazama, mwisho wa siku na waingiza kwenye majaribu. Mtihani sana. Matokeo yanakuja kutokea, watu wanachinjwa. Ndio? Ni hatari sana. Kwa hiyo yule mama akaniathiri wakati nipo kwenye mazoezi. Nikasema, lakini natumaini mpaka sasa hujaathirika bado. Niko vizuri. Unajua sisi ambao tunamwamini Mungu tunasema hayo ni mambo madogo madogo na yakemea. Lakini gazeti la Mwananchi pia limeandika kwamba tishio la msajili wa Chadema laibua wadau, lakini bei ya saruji ya paa
wadau watia shaka ya paa. Sawa? Sawa. Sasa tutajengaje? Kujenga tutajenga. Au tutatumia tofali za kuchoma jamaa? Kujenga lazima tujenge tu. Hivi kujenga? Tutajenga nyumba nyingi sana. Haijalishi kwa vitu vimepanda bei. Haijalishi saruji iko sio mfuko shilingi ngapi, sio 35 mfuko mmoja. Ndio? Ila tutajenga. Sawa, lakini polisi yawatia mbaroni wa 4 vurugu Kibaha. Lakini mapya, mwili wa mfanyabiashara uliokutwa kwa mganga Arusha. Bwana, kumbe ulikuwa sahihi. Ulikuwa sahihi. Bwana Andrew Nehemia. Mwili umekutwa kwa mganga. Mwili umekutwa kwa mganga wa mfanyabiashara uliokutwa kwa mganga Arusha. Bwana, kwenye ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi. Nikajaribu kuanisha matukio yote mawili. Tukio la mwanafunzi wa IFM, taarifa ambayo imetolewa jana na kamanda wa kanda maalum ndio ya Dar es Salaam. Kuna visa vingine ingawa bado havijaandikwa kwenye magazeti au kusikika kwenye vyombo vingine vya habari, lakini kuna visa vingine huwa vinaonekana tu mtandaoni. Baadhi ya video zikiwa zinaonesha ili labda mtu anaokota mwili, ingawa bado mamlaka hazijathibitisha kwamba ni kweli kwamba ni huo ni mwili wa jana wa juzi au ni video ya miaka mingi iliyopita, lakini ni mazingira kwa mazingira inaonesha ni mazingira ya Tanzania. Umeona sasa? Kwa ndo nikawa na waonesha matukio, nikasema kama kichwa maini ya mwanafunzi wa IFM imekutwa kwa mganga, lakini pia mwili wa mfanyabiashara hapo Arusha umekutwa kwa mganga. Nini kifanye? Sheria ziko wapi ambazo zinadhibiti haya masuala ya waganga? Hizo ni imani za kishirikina, au wafutiwe tu hawa vibali. Imani za kishirikina hizo. Because sometimes unajua kuna wengine wanatoa hizi tiba za asili. Ni nzuri mitishamba, mtu anatumia mitishamba mtu anapona vizuri. Lakini kuna wengine wanatumia hizo opportunity vibaya. Sasa ukimuuliza huo mwili kwa nini? Wewe wa nini? Ulichukua au na huyu anataka atoe maini. Ila mimi nimependa usemi wa mkuu wa Dar es Salaam, ndio Albert Chalamila. Alikuwa anazungumza na baadhi ya wakazi, nadhani kuna sema nayo kutembelea miradi. Ndio. Akasema kwamba tukio la mwanafunzi wa IFM kwa sababu huyo mganga amepatikana na viungo vimepatikana kwake, atatueleza walimkamata wapi, ndio kwa nini wamkamate, aliyemletea viungo ni nani, aliyemletea ni nani. Yani very simple. Na mimi nikapenda nikasema it is good, japo hamna kitu cha kuokoa. Sasa hii kwa sababu tumeshampoteza ndugu yetu. Lakini sheria itachukua mkondo wake. Kwa kweli tuzidi kuomba salama sana. Gazeti la Majira limeandika kwamba bajeti ya kishindo sekta ya mifugo uvuvi nchini. Bunge laidhinisha bilioni 433.4 kutumika 2026-27. Dr. Bashiru aanika vipaumbele vya bajeti hiyo. Sawa. Nimeona wafugaji wengi jana bungeni, wengi wafugaji. Umeshawahi kufuga? Sisi nimefuga. Sio kuku wawili au mbuzi mmoja au watatu. Hapo unakuwa unatunza mazingira ufugi. Kwetu kijijini mimi nilikuwa nikitoka shule. Sijui unanisikia? Unaona nipata? Nasikia, ngoja nianze kuelewa sasa. Kwetu nyumbani mimi nikitoka shule ile jioni naenda kuchunga mbuzi. Nafungulia mbuzi pale. Wewe uko hapo ambao mchungaji wa ng'ombe wa mbuzi uko hapa, unaona mbuzi wengine wapo huko. Mbuzi wa kwanza upo kabisa. So unajua mbuzi lazima awe na kiongozi kwenye mbuzi. Asa ogopa kiongozi wa mbuzi naye awe mbuzi.
Yani si umeenda machungani unachunga mbuzi. Ogopa kwenye mbuzi 400 yule kiongozi wa mbuzi naye awe mbuzi. Aisee, mchungaji utateseka sana. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nimefuga sana, nimefuga ng'ombe nyumbani, kuku wa kutosha, sio kuku wale wa kubahatisha wale. Kuku wa AI. Kuna kuku wa AI. Sasa mimi nimefuga kuku wale wenyewe sasa. Gazeti la Majira pia linaandika kwamba sheria ya manunuzi yazidi kupitiwa upya, lakini mauaji ya mwanafunzi IFM kengele ya hatari kwa jamii. Mauaji ya mwanafunzi IFM kengele ya hatari kwa jamii. Sahihi. Hii ni kengele ya hatari sana kwa jamii. Kiukweli ni kengele mbaya. Unajua vijana wengi mara nyingi, hasa watu wenye uchumi wa katikati, yes, shughuli zao nyingi huwa zinawapeleka mpaka usiku. Sijui unanifahamu? True. Yaani huyo kijana akishatoka anaweza kutoka nyumbani saa 12, lakini shughuli yake inampeleka mpaka saa 4, saa 5, saa 6. Sahihi. Sawa. Na kwa maeneo ya mjini, kwenye jiji kama la Dar es Salaam, majiji kama Mbeya, Mwanza, Arusha, hali kadhalika na miji mingine ambayo inaendelea kukua kwa kasi kabisa, mara nyingi shughuli huwa zinakwenda mpaka majira ya saa 8, saa 9, wengine huwa wanakesha kabisa. Sawa. Sasa hii ni kengele ya hatari kweli kwa jamii, kwa sababu kuna watu wengine sasa wataanza kufikiria kufupisha ule muda wao ambao walikuwa wanatumia kufanya shughuli zao ya kazi. Na kama wanafupisha muda, maana yake ndivyo wanavyoshusha uchumi pia. Mimi nizoea kutoka labda kwenye mambo yangu, biashara zangu saa 4, saa 5. Ya sasa hivi saa 3 naona kabisa saa 3 nitatoboa kweli. Labda pale napoishi kwenye hilo mitaa ile pale mimi nitatoboa. Kwa hiyo inanibidi sasa hivi mimi nijihami. Au wengine siku hizo wanatembea kabisa na amejihami kwa nini? Anatembea na kisu. Kiukweli ni hatari kwa ajili ya kujilinda tu, sababu yani haamini kwamba mimi nyumbani nitafika salama. Sikia hapo umenipata ndugu yangu? Nakupata. Hayo ni masuala ya usalama. Umetetereka. Sasa kama siku zao umeokotwa, mara umeokotwa kule, umeokotwa pale. Muda, yani aise. Sema uzuri, kitu ambacho nafurahi ni kwa sababu taarifa zinapokuja. Ndio. Vile vitu ambavyo Watanzania walikuwa wanawaza kama ndo chanzo, sio, inakuwa sio, kumbe sio. Hicho ndio kitu kizuri. Kumbe nakuta ni sababu zingine ambazo zimepelekea hata watu, labda mtu ameuana huko, kumbe utakuta kisa madeni, sio imeenda imerudi, masuala kama haya. Bwana mtazamaji wa JNTV, tunaendelea kutazama habari mbalimbali kutoka kwenye magazeti ya Tanzania. Ni kusihi tena tu kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kokote tunapatikana kama JNTV Tanzania. Lakini pia unayo fursa ya kushiriki maoni yako kupitia nambari ya simu ya 0629 0059 65, nami maoni yako nitayasoma vilivyo kabisa. Lakini pia unaweza kunipigia simu na ukashiriki maoni yako kwa taarifa nyingi kede wa kede ambazo tunaendelea kuzichakata humu ndani. Na tukiondoka kwenye gazeti la Majira Tanzania asubuhi ya leo, twende tukatazame gazeti lingine, ambapo moja kwa moja twende tukachumpe kwenye gazeti la Wamachinga ambalo limeandika bajeti ya mageuzi mifugo na uvuvi. Sahihi. Lakini bei ya mafuta Kenya yapaa tena, petroli na diesel zaizidi Tanzania. Kuna mtu mmoja alisema kwamba mara nyingi ukitaka kushukuru, ili uweze kushukuru lazima utazame watu wa chini, yani uliowazidi. Sawa? Kwa mfano wewe, yes, mimi naweza nikatembea kutoka nyumbani mpaka hapa. Lakini kuna mtu mwingine mpaka apate msaada wa kiti. Yes. Sawa? Kuna mtu mwingine mpaka abebwe. Sahihi. Hawezi kutembea huyo. Hawezi. Kwa hiyo ili mimi nishukuru, ni lazima niangalie mimi nina afya njema, naweza kutembea, lakini kuna mtu mwingine amekosa hivi. Sawa?
Kwa hiyo hapa bei ya mafuta, sisi kwetu tunaona ni kubwa, lakini kuna watu wanalia. Kumbe imekuwa kubwa zaidi. Majirani. Na istoshe pesa ya Kenya bado ipo juu. Watani zetu wa Kenya. Bwana wa Kenya, pole sana. Poleni sana wa Kenya. Wa Kenya, sisi huku tumeshazoea kupanda kwa mafuta na hatutaki wageni. Na nauli pia tumeshazoea. Siku hizi gari yako pale nyumbani unawaza niondoke nayo au niache. Unawaza Yesu na gari. Ndio. Sasa nawaza ni drive au what to do. So let me left it at home. Maana yake nini? Unasema tu acha ibaki tu hapo nyumbani. Haina haja. Mbona maneno mawili ya Kiswahili afu umeongea maneno mengi ya Kiingereza? Sasa sio kuna nini translation. Hebu mpigie simu hapo yule madam aliyowafundisha English. Yaani unajua ukiwa unafanya translation ya Kiingereza kwa Kiswahili. Mtu anaweza kaongea maneno mengi ya Kiingereza lakini wewe tu ndio kwa Kiswahili. Hiyo ndio principle. Kwa yale mengine unayoacha yanakuwa hayana maana. Yaani kwenye Kiswahili neno moja linajumuisha maneno mengi sana. Kama nakupata hivi. Unanipata? Kama hujasoma translation kwa uwezo ukaelewa. Lazima shule imekaa. Bwana sawa. Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti la Machinga linaandika kwamba Tanzania yatajwa kama suluhu mifumo imara huduma za afya. Lakini wakala wa vipimo wataka wananchi kuhakikisha gesi inapimwa kabla ya kuinunua. Bwana hii nzuri sana kwa sababu kuna makanjanja, si wote, lakini kuna makanjanja wachache ambao ukienda kununua gesi bwana uzito ule unaambiwa labda kilogram 5 au 6. Kumbe hapa chochote. Yaani hapo ukishaenda ukitumia baada ya wiki kadhaa tu kuisha imeshaliwa. Sasa unajiuliza au niliuziwa mtungi huu mtungi wenyewe huu ndo niliuziwa kilo 6 hapo sasa, au pamoja na gesi ambayo ipo ndani hapo sasa. Kwa hiyo hii ni nzuri sana, lakini anasema naibu waziri Katimba aagiza nidhamu ya bajeti, uwajibikaji tume ya kurekebisha sheria. Good. Bwana hivi na hizi bajeti zinapitishwa lini? Bajeti za yaani hizi bajeti za wizara hizi. Sijaona taarifa. Okay. Basi labda kwa sababu wanaendelea na kusoma hizi bajeti za wizara. Wakifikia wizara mwisho kabisa hata tuendelee kusubiri. Tuone kwamba je, rais amepokea bajeti hiyo? Ndio. Na akinyanyua katika begi kama jamani bajeti zote hizi hapa nimezipokea. Kwa hiyo naenda tu kufanya miamala. Wizara zianze kuajiri. Sasa hapa tunatakiwa wanaowekewa ile miamala sasa wanatakiwa wawe nini? Waadilifu. Kumbuka wewe ni mtumishi wa jamii kabisa, si mtumishi wa familia iliyopo kwenye jamii yako. True. Wewe ni mtumishi wa jamii, kwa maana mtumishi wa familia yako na familia zingine. Bas. Kwa sababu rais umenena au nchi au serikali haiwezi kumwekea pesa ile kila Mtanzania akajihudumie mwenyewe, ila anapewa mtu mmoja kwa ajili ya kwenda kusimamia huduma za wengine. Hivi ile ishe wazee kwa naomba kulipwa imefikia wapi? Wazee unajua kuna walichamaa akatoa maombi akasema bana sisi tunaomba tu tunaipo mshahara. Na vijana je? Sasa vijana wao sina nguvu. Wewe kijana unashindwa kwenda kwenye zege pale upambane na zege. Sasa mimi nafikaje kwenye zege? Si ndo kutembea utafuta wakati nauli ni kubwa. Miguu inafanya kazi kilomita 10. Chagua umbali na kufa. Simbali kule utaki kwenda kuna niliki. Gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari linaandika kwamba Rais Samia avunja bodi ya wadhamini PSSF.
Jana nimesikia taarifa ameivunja bodi nzima ya wadhamini wa PSSF. Kwa nini? Basi nenda ukapate nakala yako na usome habari hiyo kwa undani kabisa, ili uweze kuipata kutoka kwenye gazeti la Mwanahabari, ndio? Lakini taarifa nyingine imeandika kwamba msizuie wanafunzi kufanya mitihani. Dr. Mwigulu Nchemba. Safi. Asubuhi nimekuja nasoma hiyo taarifa nikasema vizuri sana. Mimi nakumbuka wakati nipo chuo kikuu. Sijui unanielewa? Ndio? Nipo chuo kikuu. Sio chuo, ni chuo kikuu. Bwana, wakati wa ikifika wakati wa mtihani. Kwanza hiyo idea yenyewe kuipata, ndugu yangu. Idea kuingia kwenye mtihani kuipata. Kwanza umelipa ada, kigezo cha kwanza hicho. Labda udawi, yani hakuna chochote ambacho unadaiwa. Hapo ndipo utapata ridhaa ya kuweza kuingia kufanya mtihani. Lakini jana nimeona Mheshimiwa Waziri Dr. Mwigulu Nchemba bungeni alipoulizwa swali na moja ya wabunge wa viti maalum, akiuliza kwamba kuhusiana na wanafunzi ambao wanaambiwa ufanye mtihani kwa sababu hajamaliza ada, akasema, akajibu kwamba taasisi zote za elimu asizuiwe mwanafunzi yeyote kufanya mtihani kwa sababu ya deni la ada. Akataja moja ya sababu, akasema sababu sio yeye, sababu yawezekana ni hali ya nyumbani, hali ya wazazi. Hapo sio umenipata? Ndio. Kwa hiyo ni jambo zuri, jambo la kujisifia. Ila sasa akasema, wewe shughuli mali utakapofanya mtihani na hujalipa ada, yawezekana mwaka wa kwanza ukafanya mtihani fresh, mwaka wa pili safi, mwaka wa tatu ukamaliza, ukaamua hata graduation usifanye kwa sababu labda huna hela. Ila sasa si haujalipa ada, ndio tunakubana kwenye cheti. Kwenye cheti. Sasa ikitokea wanafunzi wa chuo kizima hawajalipa ada, wakasubiri ada waje kulipa watakapokuja kufuata cheti, vipi shughuli za uendeshaji wa taasisi? Nadhani hizi taasisi labda zinapewa namna ya kuendesha, lakini sidhani kama na uongozi unaweza wakaafiki kwamba chuo kizima hawajalipa ada. Yaani hiyo ni probability. It is all about a probability. Kwenye asilimia 100 ya wanafunzi. Unajua binadamu mara nyingi anaishi kutokana na namna ambavyo anamkabili mpinzani. Sijui unanipata? Yaani hata wewe shuleni au nyumbani, mzazi, si ndio? Mtoto kwa nini anakuwa anapima huyu mama huyu baba, si ndio? Anapima huyu baba huyu ni mkali, vitu fulani nisivifanye, lakini akiwepo mama kitu fulani naweza kufanya. Sijui unanipata? Sasa akishaona wanafunzi hakuna katazo au ile tunasema, yani kwanza anaheshimu mchango wake. Lakini ni katika kutoa maoni yangu ni kwamba vipi kama ikitokea asilimia 30 ya wanafunzi au 40 haijalipa ada mpaka mwisho wa masomo, itakuwaje? Kweli kwa usemi huo mimi nakupata vyema, kwa sababu sisi kwa sababu mtu anakwenda anabweteka, anaona kumbe naweza nikafanya tu mtihani, hata hakuna nguvu ya msukumo au ile ya ziada inayomsukuma kulipa ada kwa haraka. Mimi nadhani, lakini hii sana inaweza kufanya kazi kwa government sectors, kwenye vyuo vya serikali, lakini kwa hizi private bado itakuwa ni kwa sababu vyuo vya binafsi pia vipo chini ya serikali. Of course. Sasa tutarani vipi na ile chuo kama ada hamna? Kama hawajatoa ada, itakuwaje sisi private sector? Kwa sababu najua government kuna asilimia zinatolewa, ndio, kwa ajili ya kulani expenses za chuo, lakini huku kwetu kwenye private sector wanapata wapi?
na kupata pia vyema. Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti hilo la Mwanahabari imeandika kwamba hakikisheni gesi yenu inapimwa kabla ya kununua. Sawa. Lakini gazeti la Mwanahabari ukurasa wa nyuma kabisa umeandika kwamba Simba yatibua rekodi ya Julio. Jana pale kuna nakwambia tangu mwezi Februari 2025 ndio ilikuwa mara ya mwisho kwa Julio kupoteza kwenye uwanja wa nyumbani. Yes. Na maana yake amedumu kwa muda wa mwaka mmoja na miezi kama miwili hivi. Sawa? Akiwa hajapoteza mchezo kwenye uwanja wa nyumbani. Yes. Mashujaa Football Club. Lakini jana imekuwa ni fedheha, mnyama Simba amekwenda kutibua hiyo rekodi. Magoli ya mapema zaidi. Lakini Makonda atajwa kurudisha ushindani katika michezo. Lakini kocha Moalin awatuliza nyota Yanga. Orlando Pirates wababe Afrika Kusini. Mabingwa wa champion. Kwa hiyo tuwasubirie CAF Champions League. Orlando Pirates. Tuendelee kuwasubiri. Wamekuwa na mwendelezo mzuri Orlando Pirates, na kwa sababu kuna kipindi fulani ilipotea. Lakini kwa hii misimu minne ya hivi karibuni wamejitahidi sana kujaribu kurejea kwenye ule ubora wao. Na hata ile dabi yao dhidi ya Kaizer Chiefs inaonekana inaanza sasa kurejea kwenye ule ubora na ule ukubwa wake ambao tulizoea mara zote hapa Afrika. Kwa sababu kuna kipindi Kaizer Chiefs walikuwa dhaifu hali sana. Sawa? Mama yanabadilika. Kwa hiyo kwa sasa kidogo wameanza kurejea. Lakini gazeti la Tanzania Leo limeandika kwamba maagizo ya Dr. Samia nishati yachangamkiwa. Balozi Luvanda, Tanzania inatoa tani milioni 14 za taka. Zile taka wanapeleka wapi? Tanzania inatoa tani milioni 14 za taka. Hiyo sentensi ni sentensi yenye wanazitaja sentensi tata. Tungo tata. Kwamba Tanzania inatoa pengine inazalisha yule yani uchafu wa vitu mbalimbali. Okay, nikajua kama labda kuna nchi tunawapa. Hapana. Ya bwana. Sawa. Ni vyema. Maeneo ya mjini mara nyingi yanakuwa ni machafu kutokana na idadi kubwa ya watu. Lakini pia maeneo ya mjini mara nyingi ni makazi ya watu. Sawa? Kama ni makazi ya watu, sehemu za kutupa takataka pia ni chache mno. Na mazingira si rafiki. Mtu akinywa soda na tupa tu hapo chupa. Mimi napenda kwa sababu wale watu wataka wale wako vizuri sana. Tutasikia tuna ile microphone yao. Wakipita bana. Toa taka nje, gari linapita. Yes. Ni sentence 2. Toa taka nje, gari linapita. Kwa hiyo ndio amue. Je, utoe hizo taka nje au vipi? Sasa changamoto naona pia si nyumba si taka kutolewa nyumbani. Sawa? Taka zikishatolewa nyumbani zinapoelekezwa. Kama umebahatika kutembea maeneo mengi, dampo nyingi au majalala mengi yapo kwenye makazi ya watu. Sahihi. Swala ambalo kiusalama halijakaa vyema. Kwa hiyo taka zinatoka nyumbani. Watu wanalipa fedha, walipa wajasiriamali wadogo ambao wanafanya hizo shughuli za kuondoa taka. Lakini taka zinapoelekezwa ndo huwa ni changamoto. Na ukiendelea kufanya uchunguzi mdogo utaona ukishafika hata hizo sehemu ambazo taka zinaelekezwa utakuta pia zimetawanyika sana kwenye yale maeneo. Sahihi. Maeneo kama hayo kwenye hata kuna sehemu wanaweka kwa ajili ya kuzikusanya pale. Yes. Utajikuta yani wamekusanya lakini
huku mara upepo umepeperusha huku, sijui imekaa kule, imeenda vile. Ndio. Kwa hiyo mwisho wa siku mazingira yanaharibika. Bwana, nadhani hata Aram sijui kama tuko pamoja. Kama sijui anasikia kwamba tunazungumzia masuala ya taka. Aram ni miongoni mwa watu wanaojali sana mazingira. Miongoni mwao. Na sisi hatujali pia. Naam? Na sisi pia hatujali. Anatujali. Hatujali kule kutubadilishia. Hatujali pia. Unaelewa tena? Ndio. Amesikia kilio cha kijana aliyepata tikisiko la saikolojia jioni ya jana. Maeneo ya dukani. Nimetikiswa. Lakini Tanzania yang'ara mageuzi ya forodha Afrika Mashariki. Muhimbili yaendeleza historia ubobevu. Masala ya afya hayo. Lakini afya. Gazeti la Tanzania Leo pia kwenye habari ya michezo imeandika kwamba Simba yaipumulia Yanga. Simba yaipumulia Yanga, imewapumulia. Yaani kwa Simba wamewapumulia Yanga. Mwandishi ni Gen Z. Tena Gen Z ambaye kachangamka. Gen Z wa kuwalipua. Gen Z huyu na vitu mpigie. Simba kuwapumulia Yanga pale juu. Kwa hiyo pale walipo pale juu, Simba inawapumulia, naambia muda wote naweza nikawakuta hapo, njoni chini. Bwana Andrew Nehemia. Yes. Gazeti la Mwananchi Huru limeandika Nemki hatutacheka na mtu kwenye mazingira. Safi. Sicheki na wowote. Hawacheki na wowote. Na yatunza mazingira. Ndio. Iwe kwa boko na vikuku. Usinipe mic mimi. Tukupe mic uimbe. Nipe mic. Mimi sicheki na wowote. Na yatunza mazingira. Iwe kwa voko na minini. Ndio. Hauwezi kunipiga. Unachafua mazingira. Basi inatosha. Na kuchana. Sije Diamond akaanza kupiga simu hapa kwamba huyo namhitaji huyo. Namhitaji. Retro tour ya Singida namhitaji hapo. Alafu kinipa mic nagonga na nyoka. Basi sio, yani hiki sio kijiwe cha kujisifia kwamba unajua kuimba. Basi. Nimejitangaza, nimejinadi. Lakini waziri wa fedha sawa? Afunguka rasmi mkutano wa forodha wa kikanda Zanzibar. Mwandishi kidogo kuna pahala amekosea, awe makini wakati mwingine sije tukabadilisha maana ya maneno. Najua lugha ni jambo muhimu sana. Lugha adhimu. Lakini hakikini ujazo wa mitungi ya gesi kabla ya kununua. Bwana, hili jambo leo limeshika sana, tunasema limeshika sana patamu leo. Sasa bwana, kwamba to verify, hakikisheni. You have to verify. Verify manake? Yaani manake kuhakikisha. Uwe na usahihi. Ni kweli maana yake verify, maana yake ni kuhakikisha? Yes. Verify. Kwamba ni wewe, hakikisha kwamba ni wewe. Okay. Kwamba sasa tuhakikishe mitungi ambayo tunanunua sisi kama vijana. Ndio. Au hata familia. Ndio. Hata wewe pale unapomnunulia shemeji. Ndio. Mtungi. Ndio. Wa gesi, hakikisha kwamba ule mtungi kilo ni zile sahihi, au umepigwa, au umenunua jumba, umepigwa umenunua jumba la
la gesi. Unapikia nyama siku moja tu. Na unajua miongoni mwa vitu ambavyo kwenye maisha ya Mtanzania wa hali ya kati asipokuwa na gesi ndani unaweza usipike ila gesi iwepo, ipo pale. Yaani kuliko haipo. Ndani una mchele, una unga, una sukari, yaani umetulia tu ndani ila haujisikii. Ndio sasa siku gesi hauna, unatamani kupika unatamani kupika lakini haiwezekani. Upikaji wenyewe unakusaliti. Gazeti la Taifa Tanzania naam limeandika ada sasa si sababu ya kukosa mitihani. Huu mtu tunafanya mitihani na tunapata GPA, mambo yananyoka. Hapa ni wapi? Venye mlisema sifanye mtihani mpaka nilipe ada. Mlisemaje? Hapa ni wapi? Na tunajua wale mwaka wa 3 msimu kama huu wanajiandaa. Ndio. Hapo mwezi wa ngapi sasa hivi hapo kwenye masuala ya bado mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja tu. Kwa hiyo sasa hivi hapo kwenye masuala ya research. Yes. Kwa naamini hata masomo yamepungua sana, lakini mitihani itakuwa bado mitihani nadhani. Bado mpaka mwezi wa 7 hiyo. Mitihani. Kwa hiyo sasa sisi tuwaambie wale ambao wanafunzi ambao wanajiandaa kuja mtaani wale wa mwaka wa 3 ndio waje wakiwa waadilifu. Tuwakaribishe mtaani. Tuambie bwana, mtaa upo, mtaa unakuita. Maisha ndio haya. Sahihi. Yaani ukiwa chuo usijue kuna maisha mengine. Huku maisha tu yanayobadilika ni kupambana. Maisha yanayobadilika ni ya simu za nyumbani zinapungua. Lakini hayataki mzembe. Ni maisha ambayo hayataki uzembe. Kwa hiyo wanachuo tuambie maisha ya huku mtaani hayataki uzembe. Ni maisha ambayo simu za nyumbani zinapungua. Mara leo sina mchele, leo sijui sina sukari. Hizo simu zinapungua kwa baba na mama. So mimi siachi kuwapigia. Hata kama hawanitaki. We are welcome you. Tunakaribisha. Yes, umesemaje hapo? You are most welcome. In the street. Maana yake tunakaribisha kwenye mtaa. Yes. Bwana sawa. Lakini gazeti hilo la Taifa Tanzania limeandika kwamba Dr. Mwamba aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano EAC. Yes. Juzi nikwambia kirefu cha EAC, nadhani nakumbuka, tuendelee. Nakumbuka ndio. Nakumbuka. East Africa Community. Sawa, tuendelee. Lakini Tafiko kunufaika na miradi mikubwa ya kimkakati. Lakini Dr. Mwigulu asema serikali itaendelea kuongeza fedha za mikopo ya elimu ya juu. Sawa. Mikopo sasa hivi watakuwa wamefikia 700,000. Sasa mimi nakumbuka wakati nasoma sijui kwa 500,000, sijui 600,000, sijui 600,000. Na unadaiwa. Mimi sidaiwi. Mshamaliza mkopo? Shamaliza. Safi. Shamalizana nao. Wewe ndio kijana ambao tunahitaji. Mimi sidaiwi. Vijana ambao tunahitaji kama ambao wana faida kwenye nchi. Nyinyi ndio vijana ambao tunawahitaji kumaliza deni la taifa. La taifa? Si ndio ukilipa wewe deni tunaweka kwenye deni la taifa, tunaenda kulipa. Sasa mimi hela yangu ndogo hii itaenda kumaliza deni la taifa? Usidharau hata shilingi moja. Yaani kiuchumi, mimi ambaye nimesoma uchumi, economics. Usidharau hata shilingi moja. Gazeti la Tanzania la Taifa Tanzania michezo imeandika kwamba Chama aipa Yanga Sports Club pressure mbio za ubingwa. Kwa hiyo Chama kumbe anapelekea pressure. Bwana wana Yanga, Chama anawapelekea pressure. Unajua neno kupelekea? Ndio. Si anatoa huku anapeleka huku pressure. Kupelekea. Ndio. Yaani Chama anawapelekea. Aipa. Wewe nawe mchokozi. Ameipa. Anaipa, bado anaipa pressure. Anaipa pressure.
Sasa mimi nikajua kwamba kuipelekea pressure. We mchokozi sana. Azam FC yaibamiza Pamba Jiji Football Club 2-0, dakika za lala salama. Yaani hizo sio dakika za lala salama. Hizo ni dakika za mwisho kabisa dakika. Wewe Pamba Jiji mmeniangusha mimi kama Msukuma. Tayari mkeka huu. Huu ni mkeka huu. Pamba Jiji wameniangusha kabisa. Haiwezekani mjitahidi dakika 90 mmezuia. Ndani ya dakika 5 za nyongeza mnafungwa mabao 2. Football. Wameniumiza sana Pamba Jiji, timu yangu. Bwana Francis Baraza vipi? Francis Baraza jana alikaa sebuleni. Hakukaa barazani. It is all about football. Yes. Yaani kwenye football labda hata dakika moja ni kubwa. Yes. Lakini taarifa nyingine kutoka kwenye gazeti la Taifa Tanzania imeandika kwamba waziri afichua siri ya kuilazimisha Yanga Singida. Waziri huyu mwandishi mchokozi sana. Waziri afichua siri ya kuilazimisha Yanga Singida. Unamjua waziri nani? Waziri Junior Shentembo. Sasa nilikuwa napiga kichwa natafuta kichwani. Huyu ni waziri gani? Waziri Junior Shentembo. Hapa nikaa najiuliza. Mwanaume anayetrend zaidi kwa sasa kuliko Diamond Platinum. Ni waziri. Waziri Junior? Ndiyo mtu maarufu kwa hii wiki kuliko hata Diamond. Unajua bana, ukiwa kwenye mafanikio wanasema ukishuka ndio watu nao wanashuka na wewe. Lakini Mtibwa Sugar yarejea na Neema Moro, sawa? Yaichapa KMC 4-3. Na wenyewe chupu jana. Chupu. Ya watu wana jamani. Japo hizi timu wangemwacha hata KMC ashinde hata game 2. Au wanasemaje? Kwa kuonea huruma. Sasa huruma ya nini sasa? Si huruma tu. Huruma sio malezi bablai. Mwenzako umuonee huruma. Gazeti la Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika kwamba ni Simba Queens Yanga Princess vita ya ubingwa. Leo kitachimbika. Kwa leo ni moja kati Simba Queens ni moja kati ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana. Na miongoni mwa timu ambazo zinafanya poa sana. Sasa Andrew Nehemia, nikitazama muda wangu ni saa 2:01, tukapate mapumziko mafupi sana. Nikirejea hapo itakuwa ni wasaa wa kwenda kutazama taarifa zilizosalia kwa uchache kwenye magazeti, kisha nitakuuliza swali moja. Nitaomba maoni yako ambayo naamini itakwenda kujenga jamii. Wakati huo tukiweka sawa masuala ya kimitambo, mtaalamu Aram kule ananikonyeza kwamba tuweke sawa masuala ya kimitambo, kisha tutarejea hapa kwa kishindo kabisa. Usiondoke mtazamaji.